Maisha ni fumbo, kila nikifumba. Kamwana. Halo mwanangu. Ndo nimefika mwanangu. Usiwe na wasiwasi. Mimi ndo mama yake. Hawezi kukataa chochote. Ndo nimefika. Mimi nakwambia. Wewe subiri niingie ndani huko. Lazima tu atakubali. Mwanangu. Asante baba. Haya, samahani. Haya. Mwanangu. Tuachane na hayo. Mimi nimekuja na habari nzuri. Hapo ndo napenda mimi babangu. Habari gani tena hizo mamangu? Umeanza. Mwanangu, yani naanza kufurahi mwenyewe kwa mama. Nimekutafutia mchumba mwanangu. Yaani mama, ndani ya siku 2 umeshamwona mwanamke na umejiridhisha kwamba ni mwema kwenye maisha yangu. Kweli? Mwanangu, huyo mwanamke ninayemleta ni mwanamke bora. Kwanza ni mzuri. Wewe mimi mamako unanionaje? Lakini ilibidi upate muda wa kumchunguza ndio mlete aje kuishi na mimi. Hili sio swala la kukurupuka mama. Mwanangu ni mzuri, ana tabia njema, hana tabia za ajabu ajabu kama wasichana wengine. Kwani mimi mamako uniamini? Hapana. Utaniletea mke mzuri na ninakuamini sana mama yangu. Basi na wewe mwanamke, kwanza ni mrefu, alafu ana shape. Ni mzuri. Basi sawa, nitakupa nauli uende ukamfuate. Lakini jitahidi kukaa hata mwezi umchunguze mama kwanza. Mwezi? Ili unapokuja naye unakuwa umeshajiridhisha ni binti mwema kwangu. Mwezi wote wa nini? Kesho tu, leo nipe nauli, kesho namtumia anakuja. Yaani mama kesho? Tena basi mwanangu, nimemwambia akija aje na nguo zake zote. Hapa ndo kashafika. Mama nini? Yaani kesho hiyo hiyo afu aje na mizigo yake yote. Mimi nataka wajukuu. Huyu kaja kashika begi, huyu kashika hivi, huyu kashika hapa, huyu kandani hapa kashika hapa, huyu kavua kilemba, huyu kashika hichi. Wewe uone raha. Ni kuitwa bibi. Ni kweli mama, basi sawa, haina shida. Takupa nauli utamfuata. Hiyo halina shida mamangu. Kwa mwanangu unanipa nauli, namtumia, mkwe wangu anakuja. Toa hofu kabisa, takupa nauli. Baba langu hilo. Changu mwenyewe hicho. Hello dada Margaret. Kwema. Sasa leo kidogo kaamka hali yake sio nzuri. Kwa hiyo nilikuwa naona kesho nitamleta ili umpeleke kote, umpeleke saluni na dukani akapate nguo 2-3. Basi sawa. Haya. Umelala sana vya kutosha. Vipi, unaendeleaje? Naendelea uzuri. Nafurahi kusikia hivyo.
na ndo furaha yangu kusikia unaendelea vizuri. Sasa ungepata kinywaji kidogo ili baadaye uweze kumeza dawa. Asante sana. Nashukuru. Alafu kama nimekumbuka kitu, kipindi niko pale sebleni na najisikia vibaya, nahisi kama tulipokea mgeni. Sijui ni nani yako yule, na sijui ulimtambulisha mimi ni nani yako au ulimtambulisha mimi mgeni mwenzie kama yeye. Mbona unanicheka? Nachekesha? Hapana, ila nafurahi kuona unaendelea vizuri. Maana leo umeniuliza maswali mengi kwa mara moja. Siye kukisikia ukiongea sana kama ulivyoongea hivi leo. Kumbe nimeongea sana. Lakini hujanijibu swali hata moja kati ya yote nilokuuliza. Sawa. Moja, ni kweli tumepata mgeni ambaye ni mama yangu mzazi. Wewe ni mama yako mzazi? Na hata sikumsalimia ujue, sikumkaribisha. Naweza kwenda kumsalimia? Ndio naendelea kukujibu. Lakini pia usijali kwa kuwa haukuwa sawa. Na mama bado yuko hapa na sisi. Na pia nilimtambulisha kuwa wewe ni rafiki yangu na unaweza kwenda kumsalimia. Lakini pia nimeongea na dada Margaret. Baadaye atakupeleka saluni na dukani kidogo kabadilisha muonekano. Tuke bling bling kidogo. Si ndio rafiki yangu? Unazungumzia mimi? Saluni? Ndio. Asante. Nitashukuru rafiki yangu. Mimi naitwa Pejo. Pejo. Naweza kwenda kumsalimia mama? Kila nikibabu unaweza kwenda. Nakosa jawabu. Sisirabi sirabu. Shikamoo mama. Marhaba. Karibu sana. Samahani, ulivyokuwa umekuja vile sikuwa sawa. Huwa na matatizo ya kichwa. Kinakuwa kinanisumbua sana, ndio maana nilishindwa kukukaribisha. Karibu sana mama. Lakini mbona unakunywa chai sasa hivi na muda umeenda? Unanipangia kwa mwanangu? Mama nini? Umeuliza nini? Kwa nini unanipangia kwa mwanangu? Nikitaka kunywa chai na kunywa chai, nikitaka kula ugali na kula ugali. Au unaona mimi nafaidi kula hivi? Kula wewe basi. Samahani mama, sikuwa na maana hiyo. Sikuzamilia uache. Samahani. Samahani. Alafu mama, mbona chakula chenyewe umejiandalia mwenyewe tu? Wewe unataka niwaandalie na nyinyi? Haina shida. Naweza kupika hata kwa ajili ya mama pia. Hata hivyo anakunywa chai kwa sababu hamna chakula. Mimi nitaenda kupika ugali. Samahani. Mtawapi? Nimekutana naye mtaani. Lakini siku ya pili nilikutana naye barabarani. Barabarani? Na alionyesha kuhitaji msaada sana. Kwa mkuu shirika la misaada? Hapana mama. Lakini nimefanya hivyo kama ambavyo angeweza kufanya binadamu mwingine yoyote. Yule ni binadamu mama. Usichizi. Hapana, ni kichwa tu ndio kinachomsumbua. Na kwa sasa anatumia dozi, atakuwa sawa.
hayuko hivyo kama unavyodhani. Familia yake unaijua? Kiukweli familia yake sifahamu, lakini anaonyesha anahitaji msaada, ndio maana niko naye hapa. Akija kukuua mundani? Hawezi kufanya hivyo mama. Anaonekana ni mstaarabu, ila ni kichwa tu kinachomsumbua. Sikiliza nikwambie, mchumba anakuja afanye aondoke, sawa? Nakosa jawabu, sirabi, sioni sababu nafsi yangu kuipa ghadhabu, unafanya naye hauwezi kuanguka au mzigo mkubwa. Karibu mwanangu. Asante mama. Za hapa? Nzuri. Umepaona? Nimeona. Yaani natoka kule. Hapa ndo kwa mwanangu mimi. Mungu anipe nini mimi jamani? Sasa basi. Ufanye kama nilivyokuambia. Taki mambo yale. Ondoa shaka mamangu. Mimi nitafanya kama ulivyoniambia. Wewe nimekupenda mimi. Sio, unanielewa? Hiyo imeisha mamangu. Ufanye kama nilivyokuambia. Sawa? Usije ukaniangusha. Mwanangu mwenyewe umemwona? Nzuri. Alafu sasa pesa anazo. Unaniona mimi mwenyewe? Wapi tena baba sasa? Mama, nimepigiwa simu na watu wa dukani. Kuna dharura imejitokeza mara moja. Ndio naelekea huko. Lakini nadhani nitawahi kurudi. Usichelewe mwanangu. Usimwona mgeni? Usiwaze mama. Mgeni kwema? Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Nadhani tutaongea vizuri nikirudi. Sawa, uwe na kazi njema. Asante. Mama. Basi baba usichelewe kurudi. Sawa mwanangu? Mwanangu. Umeona handsome wangu? Umejua kuzaa mama. Ndio mama mkwe. Na yule ndio mwanangu. Karibu ndani. Twende basi. Kamwana.
Pole mama. Sasa mama, si ungeniambia jamani nikusaidie. Asa si ndo ungeniambia nikusaidie mamangu. Si unajua nishakuwa mama mjengo. Kwani upate shida mwanangu? Wakati mimi mamako nipo, shapika tayari. Shaandaa hapo. Yeah. Nataka uende ukatafute kile kigauni fulani hivi. Chia mtego. Afu akirudi tuongee. Si amesema ametoka. Akirudi akukutewe tena uko kwenye kile kigauni chako. Hata akikuangalia hivi asema kweli mama kaniletea kitu. Ila sasa uzingatie yale niliyokuambia. Fanya kama vile tulivyozungumza. Siwezi kukuangusha. Sawa. Si umeona kijana wangu jinsi alivyo? Handsome, mzuri. Kuona mfanya zidi kukuvutia. Hapo mimi ninacha kupinga mamangu. Tena imekuwa vizuri sana alivyotoka. Umeona tumepata muda wa kupanga mambo yetu vizuri. Mimi ndio mama mkwe. Sasa ngoja nikaoge afu nikija unipe max. Msichana wangu we. Taratibu tu usianguke. Mama mkwe. Babangu achelewa kurudi. Pole baba wangu. Asante sana. Najua umechoka sana. Hivyo kuna vitu nimekuandalia. Kuna maji, kuna juice, kuna chakula, alafu kuna mimi. Pia kuna round. Sasa sijui buju wangu utaanza na lipi hapo? Kiukweli umecheza kama Pele. Maana leo nimezunguka kutwa nzima lakini sijala chochote. So, nahisi nitaanza kula kwanza. Maana najisikia njaa sana. Sawa basi mna shida. Nakosa jawabu, sirabi. Tom, unajua wewe ni mwanaume smart sana. Yaani smart kiakili, kimuonekano, kila kitu. Asante sana. Alafu, kwani mmeongea nini wakati unakuja na mama? Si niambia nakuja kwa mume wangu. We, na umelipitisha hilo? 100%. Na pia nakupenda. Maisha ni fumbo, kila nikifumba macho
nashindwa kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili vishindo.